ameenda wapi? Au ameenda chooni? Sasa leo ndo siku yenyewe ambayo kiukweli babake na Mbalamadi haamini kabisa kitu ambacho anachokiona. Yaani ukijaribu kuangalia kwa mazingira hayo na namna jinsi ilivyokuwa, ukweli ni kwamba kama ni uongo tayari ulikuwa umeshakwisha kufika mwisho. Sidhani kama kuna kitu ambacho anaweza akamdanganya hapo, na isitoshe ni kwamba jamaa amekuja, Mbalamadi huyu ameibuka moja kwa moja kichawi na kuweza kufika hapo. Sasa hili litakuwa ni balaa zito kinomanoma, lakini babake lazima aweze kuogopa na kuweza kuwa mpole, kwa sababu tayari Mbalamadi ndio hivyo kashakuwa mchawi, manake ana uwezo wa kufanya lolote lile ambalo linalokuwa. Lakini jambo hili linakuwa ni hatari sana. Basi ni kualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, cha msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni channel upendo kama kuna na kubana kupenda mtore hii, alafu kisha ni kualike moja kwa moja. Na hapa nitakufahamisha ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujiri, ukizingatia kwa mazingira hayo ni matokeo ambayo kiufupi ambayo yamejiri. Kwa hivyo moja kwa moja nitakufahamisha ambacho kinachokwenda kujiri. Sasa tukianza mwanzoni kabisa, kabla yote kwanza, hii ni Bongo Movie Network na hapa tunazungumza uchambuzi. Nikukaribishe, karibu. Mwanzoni kabisa tuweza kuona namna gani hasa mpango wa moja kwa moja wa Mchuchu ambao alikuwa ameupanga umefeli kwa mara nyingine. Mchuchu alikuwa amepanga moja kwa moja kuweza kumuua kwa kutumia risasi. Kwa hivyo mpango wake tayari umekufa kulingana na mazingira, tayari kila kitu kimefanyika. Kama ni miongoni mwa watu ambao wamenifuatilia hapa, nilikufahamisha kwamba jambo hilo haliwezi likafanikiwa hata kidogo. Kulingana na mazingira ni kwamba tayari Mbalamadi, tayari kwa pale mzima wa Kasongo alikuwa anajua ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujiri, lakini pia tayari alikuwa ameshakwisha kuandaa mipango ambao kiufupi kwa upande wake kama akitumia basi ingeweza kusaidia na kuweza kufanikisha swala kubwa ambalo kiufupi itafanikisha mambo yote na kuweza kuweka sawa kila kitu kiweze kwenda vizuri kabisa. Kwa hivyo moja kwa moja kwa asilimia kubwa hili linakuwa ni balaa zito kinoma noma. Sasa kwa mazingira haya ni kwamba hii inakwenda kuleta picha nyingine kabisa ya kitofauti, ambayo ukilinganisha na mwanzoni kabisa na hii ambayo iliyopo inaashiria wazi kwamba kwa pale mzima wa huyu Mchuchu basi lazima atapata wasiwasi mkubwa mara tu baada ya kuweza kukutana na ule jamaa, kwa sababu jamaa moja kwa moja tayari alikuwa ameshakwisha kuona namna gani hasa kwamba mazingira ni magumu, na kumbuka kwamba aliweza kukimbilia na kuweza kutokomea mbali. Sasa inakuwa ni wakati ambao kifupi anajaribu kumwambia hasa kwa pale mzima huyu ambaye ni Abduli aweze kwenda nje kuweza kuangalia. Sasa tutena swala zima la huyu ambaye ni Mchuchu, ambapo nitakufahamisha tukio ambalo kwa sasa ameanza kulipanga, ambapo hataki kabisa kuweza kukata tamaa juu ya mipango yake kuweza kumuua moja kwa moja huyu ambaye ni huyu ambaye ni tunasema ni Kasongo. Hataki, yani anaona kama vile Kasongo pia anaweza kani miongoni mwa watu ambao wanasababisha mipango yake isifanikiwe, kwa sababu tayari siri zake anazijua. Ilikuwa ni wakati ambao kifupi tumepata vazi kuweza kuona kwa pale mzima wa Misondo akiwa ametulia zake na piga raketi zake, mara ghafla hapo huyu ni Odo pamoja na yule mbaba mwenyewe. Sasa wamekuja pale kuweza kumfundisha adabu huyu mama yake ambaye ni moja kwa moja huyu alikuwa ni mama yake na Misondo. Sasa mama yake na Misondo kumbe tayari kwa shakisha kupona, lakini Odo alikuwa afahamu. Lakini sasa cha ajabu ni kwamba ile fimbo ya maajabu anayo na ameweza kutumia vyema kabisa kuweza kuhakikisha anawakunguta wameweza kurudi kinyonge kabisa. Kwa hivyo wajisi walivyorudi na namna ambavyo Cheusi alikuwa akiwaongea maneno mengi sana akiwasimanga, basi imeweza kuleta picha ya kitofauti kabisa. Lakini haishi hapo, lazima waandae mipango mpya kabisa ya kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana kuweza kuona namna gani hasa ambayo watakaoifanya. Tunapata nafasi ambao tunapata kumuona pia Mbalamadi akiendeleza mambo yake, akitaka mambo ya kichawi anataka kuweza kuyaleta shule, huku akitaka kutumia nguvu. Lakini kumbuka kwa anasoma shule moja pamoja na Kasongo, kwa hivyo Kasongo inakuwa ni rahisi kuweza kumwambia ni kipi hasa ambacho kiufupi kinatakiwa kiweze kufanyika. Maana yake ni kwamba anahitajika kuweza kuona namna gani hasa, lakini anajaribu kuwapanga na kuweza kuona nini kifanyike. Lakini sasa
Ukiachana hao ni kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vipo ambavyo kiufupi ukiweza kuviangalia basi vinaleta picha tofauti kabisa. Na moja ya swala hilo ni pamoja na issue nzima ya huku nyumbani kule, nyumbani moja kwa moja kule kwa kina Semendo kule, ambapo napo kule mambo ni magumu sana kule kwa sasa. Yule binti ambaye anasumbua sana inaendelea kuwaletea vurugu. Sasa sijui itakuwaje, yani hiki kisa kinafurahisha sana, lakini anajitahidi sana uhusika na ucheza anaofanyia kazi na anaotendea vyema kweli kweli. Sasa mtu achana huko, tumeweza kuona pia kwa pale mzima wa Mbalamadi akikutana moja kwa moja kuweza kujadiliana hasa namna gani afanye kwa sasa, ambapo kandaa mipango mipya kabisa ya kuweza kuhakikisha anapambana na huyu ambaye ni Kasongo. Kwa hivyo mipango yake ipo, lakini kabla ya yote ndio hivyo tumeona kwamba tayari siri yake imeweza kuvuja kabla ya hata mambo hajawa mazuri. Mama Misondo pia ndio hivyo tena, yuko hatarini, anafanya mambo yake ya ovyo kabisa, kwa sababu ndio hivyo tena, ni mzee wa totos, yani yeye ni mzee wa totos, ziwaga hana masiala linapokuja swala wanawake. Yupo tayari kufanya lolote lile ambalo kiufupi yeye analiona ni sahihi, kwa hivyo moja kwa moja. Sasa ilikuwa ni wakati sasa hapa tujitongee vivyo msingi sana pia na kufahamisha kitu cha kipekee. Ilikuwa ni wakati ambao kiufupi tumepata nafasi ya kuweza kuona kwa pale mzima huyu ambaye ni moja kwa moja huyu mama huyu ni Abduli kampigia simu jirani yake, ajaribu kumwambia walau wakutane waongee kidogo, lakini kiufupi ni kwamba alikuwa hapo nyuma, alikuwa hapo karibu huyu ambaye ni Mchocho, kasikiliza pia baadhi ya vitu, lakini pia hajasanukiwa sana. Kwa hivyo jirani ndio penzi lao zinakuwa hivyo. Jua mpenzi si siku zote mtu kama akupendi, yani inakuwa ni ngumu sana kuweza kuvumilia swala hilo. Kwa hivyo hicho kitu ndio kitu ambacho kinachokwenda kujili au kinachokwenda kutokea. Basi endelea kuenjoy na kufurahia. Hii ni Bongo Movie Network, tuje katika segment ya mwisho kabisa ya Mbalamadi. Ni kipi hasa kinachokwenda kujili? Kwanza kabisa babake lazima aogope, atamfokea sana, lakini mwisho wa siku atataka kujua vitu vingi sana ambavyo kifupi vitampa maswali mengi sana. Kulinganisha ni kwamba bado haamini juu ya kile ambacho anachokiona kwamba huu ni mtoto wangu au imekuwaje kwaje, maana ilikuwa ni jambo la kushtusha sana. Basi niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden games to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Kinachomshangaza hapo Kasongo si kingine bali ni maswali ambayo kifupi anajiuliza na hapati kabisa majibu yake. Imagine ni kwamba kwa namna jinsi mipango alivyoipanga inaonyesha wazi kwamba amedhamiria kabisa. Kwa hivyo ile mipango ambayo kwa pande mzima wa Kasongo ambapo alikuwa amepanga kuweza kumkaushia kuweza kutenda wema, hususan kutokusema ukweli
hasa kuhusiana na mipango yake kwamba yeye ni mjamzito, kadanganya. Alikuwa na mpango kuweza kukaa kimya tu, lakini kupitia hili hapa ndipo anapojiuliza maswali mengi sana, kujiuliza kwamba kwa nini anataka kuniua? Ni kipi hasa ambacho anachokihitaji, au ni amani ipi hasa alionayo ambayo anaiona kwa upande wake kama akifanikisha mambo haya basi anaweza kuwa mtu ambaye ni huru. Hicho ndicho kitu ambacho kifupi kinamwazisha sana na anashindwa kwa nini au kipi aweze kufanya. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Kitu msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe moja kwa moja, nikualike na leo tuna nafasi ya kuangazia uchambuzi kwa kina. Kama nilivyokufahamisha, hapa ni sehemu pekee ambapo huwa tunazungumzia uchambuzi, na hii ni Bongo Movie Network. Nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi, ambapo pia nitakufahamisha ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujiri. Labda kudokeza tu ni kwamba Kasongo hawezi akaruhusu swala hilo liweze kutokea, kwa sababu tayari ameshakwisha kujua ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujiri. Hiyo ndio bahati nzuri, lakini kama isingekuwa hivyo, basi moja kwa moja angeweza kupigwa risasi. Na kwa namna mipango alivyokuwa ameipanga, basi ilikuwa ni mipango ambayo kifupi wasingeweza kumshtukia kwamba yeye ndiye aliyehusika kwenye hili swala, kwa sababu yule jamaa angekuja kama jambazi, halafu mwisho siku baada ya kufika kama jambazi, basi angejikuta akifanikisha jambo lake tu, halafu kisha wakazania tu jamaa aliyekuwa jambazi tu. Kwa hivyo hii inakuwa ni kisa ambacho hata kukiunganisha inakuwa ni ngumu sana, hasa kwa pale mzima wa Abduli kuweza kuunganisha swala hili. Basi endelea kuenjoy na kufurahia. Hii ni Bongo Movie Network. Basi nikualike tuweze kuanza uchambuzi rasmi, na huyo ni dokeza tu ambalo nilikuwa nataka kufahamisha. Sasa tukianza mwanzoni kabisa ni kwamba tuliweza kuona namna gani hasa kwa upande mzima wa Jirani pamoja na Mwamba mwenyewe Abduli kiufupi wanapendana, na kuna namna ambayo inakuwa ni ngumu sana kwa wao kulingana na mazingira ambayo wanakuwa wamejiwekea. Mwanzoni kabisa kipindi Mchuchu hajakuja kuishi hapo, kulikuwa na ukaribu mwingi sana na walikuwa akishinda ndani, lakini mwisho siku baadaye Mchuchu alivyokuja kuishi hapo ndio mambo yakaja kubadilika kabisa. Hadi hivi sasa kama tunavyoona ni kwamba mambo yako tofauti kabisa. Sasa Mchuchu, mtu ambaye bado hajapata ujauzito, lakini kuna mipango ambayo anaipanga kwa sababu anahisi kashahisi kwamba huyu mwanamke anampenda sana Abduli, kwa hivyo kuna namna inabidi aweze kufanya vitu vya kuweza kumuumiza. Lakini kama unavyojua upendo siku zote, na kwa upendo huu maana ni kwamba kwa upande mzima wa Jirani huyu yupo tayari kwa lolote lile, hata kama ni ujauzito, lakini atatulia. Lakini kitu kizuri ni kwamba leo ameweza kuambia ukweli kwamba anapendwa. Unajua hisia siku zote mnaweza kama mnaishi, lakini mwisho wa siku muda utakapofika unajikuta tu mnaongea wote pamoja na mambo yanakuwa shwari kabisa, mnafresh. Sasa hilo ndilo lililopo. Kwa hivyo Jirani mipango yake ya kuweza kuhama hapo inabidi iweze kuahirishwa kwanza mara moja, kwa sababu ya jukumu kubwa sana, jukumu la kiitifaki ambalo inabidi iweze kuzingatiwa, hususan kwa upande mzima wa wapenzi. Kwa hivyo hapo inabidi waanze kupanga mikakati ya kikomando kuweza kuona ni namna gani hasa wataweza kupambana na hili swala wakiwa wawili, hususan kwa sasa ambapo inabidi waweze kuwa wapenzi, kitu ambacho ni balance itoke na manoma. Sasa wakati haya yanaendelea, tumeweza pia kuona kwa upande mwingine kabisa yule binti ambaye amekuwa ni kivuruge sana, amekuwa ni msumbufu sana. Baada ya kuwa amefukuzwa kaenda, kumbe familia yake kule napo yani familia yenyewe nzima ni balaa, yani familia yenyewe ni balaa. Kwa hivyo familia kama hiyo ukioa kwenye hii familia, basi unahangaika sana, kwa sababu kuna namna ambavyo mienendo yao na nini, hata kama yani inakuwa vigumu sana kwa wewe kuweza kuona namna gani tukavyoishi sawa na ustaarabu au nini, kwa sababu mtoto mwenyewe tunaashumu kwamba sawa hana mambo ya kihuni, lakini ni msumbufu sana. Sasa Kasongo ilibidi aende moja kwa moja kumtembelea pale nyumbani, lakini cha ajabu ni kwamba alipoenda kashangaa leo kwamba anamuona mama yake Misondo akiwa na mama yake Misondo akiwa ndo kwanza anajaribu kumimina maji. Hasa kitendo cha kumimina maji kimemshangaza sana, kwa sababu hakujua kama ameshakwisha kupona, alijua labda anachezea maji. Kwa hivyo moja kwa moja baada ya hapo akameweza kuhakikisha anavuta kumbukumbu zake kujua ni kipi hasa ambacho kilichotokea. Baadaye ameweza kuonyeshwa kwamba alikuja kusaidiwa, kitu ambacho kimekuwa ni jambo zuri sana, kitu ambacho kinakuwa kinaonyesha wazi namna gani hasa mambo yanavyokwenda. Basi kama nilivyokujuza, endelea kubonyeza neno subscribe, lakini pia alikuwa akimfahamisha Kasongo, akamfahamisha rafiki yake Misondo kwamba kichojili kule hasa kwa pande mzima wa ule bibi kwamba ameshakwisha kumkomesha kwa sasa, hazani kama anaweza akaja kuleta fujo tena jambo kama hilo.
Sasa mtu ametuelekea kule nyumbani kwa upande mzima wa Odo. Odo kwa sasa kama unavyojua ameenda kuishi pale kwa ule mwanaume, na kwa sasa wanaandaa mipango mipya kabisa ambayo kwa upande wao binafsi wataweza kuona kwamba itaweza kuwasaidia. Kwa hivyo mipango hiyo pamoja na mipango yote kabisa wanajaribu kuona ni namna gani watakavyofanya ili kusudi katika kila jambo ambalo wamekuwa kilifanya basi liweze kwenda vizuri na liweze kunyoka bila shida yoyote ile. Lakini kwa sasa hapa kuna wasiwasi mkubwa sana ambao umeweza kuibuka hasa kwa upande mzima wa Cheusi bana, ni kama hajakubaliana nao, yani mipango na mipanga anaona ni kama anateseka hivi, yani kama vile anateseka. Kwa hivyo moja kwa moja naona ni vyema hasa bora waweze kurejea tu kule nyumbani. Sasa tuje katika issue nzima ya Mchuchu. Mchuchu alikuwa ni kwamba alikuwa amefronua tu mwamba akakimbia Mchuchu akatoa mikononi mwake, lakini baadaye imekuwa ni a point of adjustment ambayo ameweza kutumia na kuweza kuhakikisha moja kwa moja anaichukua hiyo chansi na kuweza kuona namna gani hasa kupitia hilo basi anaona namna gani ambavyo atakavyofanya. Basi kwa leo sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, lakini cha kufahamisha tu katika yale ambayo nakwenda kujuli ni kwamba kwa pale mzima wa Misondo hawezi kukubali na swala hilo. Kwa hivyo itabidi aweze kuliepuka kinafiki kwa njia ambayo kwa upande wake anaona inafaa, japo imemuumiza sana. Yani kuna ile hali ambayo kwa upande wake binafsi anajaribu kufikiria, yani ni kama imemtoa kwenye mood hivi kulingana na mazingira ambayo kifupi yeye kwa upande wake anaona. Basi kwa leo nasema sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, tukutane mdasa mwingine. Asante kwa kuweza kuwa na mimi. Kinachomshangaza hapo Kasongo si kingine bali ni maswali ambayo kifupi anajiuliza na hapati kabisa majibu yake. Imagine ni kwamba kwa namna jinsi mipango alivyoipanga inaonyesha wazi kwamba amedhamiria kabisa. Kwa hivyo ile mipango ambayo kwa pande mzima wa Kasongo ambapo alikuwa amepanga kuweza kumkaushia kuweza kutenda wema, hususan kutokusema ukweli hasa kuhusiana na mipango yake kwamba yeye ni mjamzito kadanganya, alikuwa na mpango kuweza kukaa kimya tu, lakini kupitia hili hapa ndipo anapojiuliza maswali mengi sana, kujiuliza kwamba kwa nini anataka kuniua? Ni nini kipi hasa ambacho anachokihitaji, au ni amani ipi hasa alionayo ambayo anaiona kwa upande wake kama akifanikisha mambo haya basi anaweza kuwa mtu ambaye ni huru. Hicho ndicho kitu ambacho kifupi kinamwazisha sana na anashindwa kwa nini au kipi aweze kufanya. Basi ni kualike moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Network, kitu msingi kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe moja kwa moja. Ni kualike na leo tuna nafasi kuweza kuangazia uchambuzi kwa kina. Kama nilivyokufahamisha hapa ni sehemu pekee ambapo huwa tunazungumzia uchambuzi, na hii ni Bongo Movie Network. Ni kualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi, ambapo pia tutakufahamisha ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujili. Labda kukudokeza tu ni kwamba Kasongo hawezi akaruhusu swala hilo liweze kutokea, kwa sababu tayari ameshakwisha kujua ni kipi hasa ambacho kinachokwenda kujili. Hiyo ndio bahati nzuri, lakini kama isingekuwa hivyo basi moja kwa moja angeweza kupigwa risasi. Na kwa namna mipango alivyokuwa ameipanga, basi ilikuwa ni mipango ambayo kifupi wasingeweza kumshtukia kwamba yeye ndiye aliyehusika kwenye hili swala, kwa sababu yule jamaa angekuja kama jambazi, halafu mwisho siku baada ya kufika kama jambazi basi angejikuta akifanikisha jambo lake tu, halafu kisha wakazania tu jamaa aliyekuwa jambazi tu. Kwa hivyo hii inakuwa ni kisa ambacho hata kukiunganisha inakuwa ni ngumu sana, hasa kwa pande mzima wa Abduli kuweza kuunganisha swala hili. Basi endelea kuenjoy na kufurahia. Hii ni Bongo Movie Network. Basi nikualike tuweze kuanza uchambuzi rasmi, na huyo ni dokeza tu ambalo nilikuwa nataka kufahamisha. Sasa tukianza mwanzoni kabisa ni kwamba tuliweza kuona namna gani hasa kwa pande mzima wa Jirani pamoja na mwamba mwenyewe Abduli kiufupi wanapendana, na kuna namna ambayo inakuwa ni ngumu sana kwa wao kulingana na mazingira ambayo wanakuwa wamejiwekea. Mwanzoni kabisa kipindi Mchuchu hajakuja kuishi hapo, kulikuwa na ukaribu mwingi sana na walikuwa akishinda ndani, lakini mwisho siku baadaye Mchuchu alivyokuja kuishi hapo ndio mambo yakaja kubadilika kabisa. Hadi hivi sasa kama tunavyoona ni kwamba mambo yako tofauti kabisa. Sasa Mchuchu mtu ambaye bado hajapata ujauzito, lakini kuna mipango ambayo anaipanga kwa sababu anahisi kashahisi kwamba huyu mwanamke anampenda sana Abduli. Kwa hivyo kuna namna inabidi aweze kufanya vitu vya kuweza kumuumiza, lakini kama unavyojua upendo siku zote, na kwa upendo huu maana ni kwamba kwa upande mzima wa Jirani huyu yupo tayari kwa lolote lile, hata kama ni ujauzito, lakini atatulia. Lakini kitu kizuri